Leo ni tarehe 22 Aprili 2026, jioni nyingine muhimu ambayo dunia inaendelea kubadilika kwa kasi. Na wewe msikilizaji uko katikati ya mzunguko wa habari zinazoleta picha halisi yanayojiri. Hujambo msikilizaji wetu wa Auba Swahili, mahali ambapo masuala ya Afrika yanapata nguvu na ukweli unapata nafasi yake. Karibu katika matangazo yetu ya jioni hii yakikujia mubashara kupitia kurasa zetu za Instagram, Facebook na YouTube. Kwa Auba Swahili ni zaidi ya habari, hivyo hakikisha una subscribe na kushare ili uwe sehemu ya safari hii ya maarifa. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Vumilia Kondo. Karibu tuanze pamoja. Miongoni mwa yale tuliokuandalia jioni hii ni: unapotumia gesi kwa chakula changu mimi ama katika biashara zangu mimi, zinanisaidia kwa haraka sana, kwa sababu chakula kinakuwa kiko moto na wanafurahi mazingira yangu ambayo nipo. Hayaonyeshi makuni wala hayaonyeshi harakati za mzunguko wa uchafu wa mazingira. Nchini Tanzania, ajenda ya Rais Samia Suluhu Hassan ya nishati safi ya kupikia yageuka kuwa faraja na mkombozi kwa mamilioni ya wanawake barani Afrika. Hali ya usalama ya Sudan inaathiri moja kwa moja hali ya usalama wa chakula na uhai wa Misri. Ndio maana Misri imewekeza kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba Sudan inakuwa na amani. Pale nchini Sudan, vita vya wenyewe kwa wenyewe vikiingia mwaka wa 4, Misri yaonya dhidi ya hatari ya Sudan kugawanyika vipande viwili. Ile tunaita doubt yoyote ya kwamba nchi hizi zote tatu zitakuwa tayari. Nina uhakika ya kwamba serikali zetu zote zimeonesha idara na zimeonesha ya kwamba zitatia bidii zaidi tuwe na zile viwanja vyote. Na maandalizi ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika yashika kasi. Wenyeji wasema wako tayari kwa ukaguzi wa CAF. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello. Kubwa katika michezo ambayo tutapata kuyasikia ni pamoja na fainali za klabu bingwa kwa mchezo wa volleyball, pia menza kutimua vumbi barani Afrika. Mimi ni Ali Choholo. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami wakati wa michezo utakapowadia. Msikilizaji, kwa haya na mengine mengi ambatana nami, lakini kwanza tupate taarifa habari kutoka kwake Nesta Masangula aliyoko studioni. Nesta, karibu. Ifuatayo ni taarifa habari kutoka Auba Swahili. Mimi ni Nesta Masangula. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuongeza muda wa kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran kwa kipindi kisicho na kikomo. Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia ombi kutoka kwa Pakistan, ambayo imekuwa ikijaribu kupatanisha pande hizo mbili ili kufanikisha mazungumzo ya kidiplomasia. Hata hivyo, hatua hiyo haimaanishi kumalizika kwa mgogoro huo, bali ni nafasi ya kuendeleza majadiliano ya amani. Wakati huo huo, bado kuna sintofahamu kuhusu msimamo wa Iran, huku hali ya usalama ikiendelea kufuatiliwa kwa karibu na jumuiya za kimataifa. Maamuzi hayo yametolewa muda mfupi baada ya Iran kutishia kufunga mlango bahari wa Hormuz, akidai kuwa Marekani imekiuka makubaliano kwa kushindwa kuondoa vikosi vya kijeshi katika bandari za Iran. Tigray. Chama cha kisiasa cha harakati za kijeshi TPLF, Tigray People's Liberation Front, kimechukua hatua ya kutaka kurejesha muundo wa zamani wa uongozi wa eneo hilo, hatua inayotafsiriwa kama jaribio la kurejesha serikali iliyokuwepo kabla ya mabadiliko yaliyotokana na vita vya mwaka 2022. Hatua hiyo imeibua mjadala mkubwa ndani ya Ethiopia, huku baadhi ya wadau wakisema inalenga kurejesha utulivu na uhalali wa kisiasa, lakini wengine wakihofia inaweza kuongeza mvutano wa kisiasa kati ya serikali kuu ya Ethiopia na Tigray. Sababu zinazotajwa ni pamoja na ukiukwaji wa makubaliano kati ya Ethiopia na Tigray, kuzuiliwa kwa fedha za mishahara kwa watumishi wa umma wa Tigray, na hata kuongezwa kwa muda wa serikali ya mpito bila makubaliano kati ya pande hizo mbili. Na hatimaye Nairobi. Maandamano ya kupinga ongezeko la bei ya mafuta yamefanyika katika maeneo mbalimbali ya nchini Kenya, huku wananchi wakilalamikia kupanda kwa gharama ya maisha na athari zake kwa uchumi wa kila siku. Katika jiji la Nairobi, waandamanaji wamejitokeza barabarani wakitaka bei ya mafuta ipunguzwe na serikali ichukue hatua za haraka kupunguza mzigo kwa wananchi. Hadi sasa hakuna taarifa za polisi kuchukua hatua kali za kuwakandamiza waandamanaji, na hali inaendelea kuwa ya tahadhari bila vurugu kubwa kuripotiwa.
Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Auba Swahili. Mimi ni Nesta Masangula. Shukran Nesta Masangula kwa taarifa hiyo ya habari. Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, unaweza kuandika maoni yako katika kurasa zetu kufuatia ripoti tunazokuchambulia jioni hii. Tunaanzia nchini Tanzania ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia ajenda yake ya nishati safi ya kupikia ameendelea kuibua matumaini mapya barani Afrika. Juhudi hizi zimekuwa faraja kwa mamilioni wa Afrika, hususan wanawake ambao kwa muda mrefu wamebeba mzigo wa kutafuta kuni na athari za moshi majikoni. Matumaini haya yanalenga kuboresha afya na kuhifadhi mazingira kwa njia endelevu zaidi. Amrate Haji ana undani wa taarifa hii. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameendelea kujengea nafasi kama kinara wa mabadiliko, hasa katika kampeni ya nishati safi ya kupikia, hatua inayolenga kuboresha maisha ya mamilioni ya wananchi, hususan wanawake barani Afrika. Mwanamke huyu mkazi wa Ngoma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema kutokana na hamasa ambazo amekuwa akizisikia kupitia vyombo vya habari, aliamua kununua mtungi wa gesi na sasa ameona faida zake, hivyo ameomba kampeni ya rais wa Tanzania isiishie mjini pekee. Pahali ya kutumikisha $40 au $35 kusaki ya makala, mie avec ile bouteille ya gaz par mois niko natumikisha $20. Na nilikia kutana kabisa ekonomi yangu ili ameliore mwa ile sens, na mina encourager tena ile kampanye iendelee, isijilimite tu mu ma grande ville mais ijilimite aussi na mu ma village zetu na mu ma territoire zetu, iende na kumama mwenyeko mu plus profond de la RDC na ya participer ku kampanye ya utilisation ya gazi. Akiwa jijini Dar es Salaam, Rais Samia alitoa kauli ya kuhakikishia mamalishe na babalishe kwamba serikali ya Tanzania imeweka mazingira bora ya kisera na kisheria ili kutambua hadhi yao. Serikali yenu imeendelea kuweka mazingira mazuri ya kisera na kisheria na itaendelea kuweka mazingira mazuri ya kisera na kisheria ili kutambua hadhi na umuhimu wa kundi hili. Kauli hiyo inaakisi dhamira ya serikali ya Tanzania katika kuhakikisha upatikanaji wa nishati safi ya kupikia kama gesi na majiko banifu ili kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa. Tayari serikali ya Tanzania imekabidhi hundi ya shilingi 94.1 bilioni kwa wafanya biashara wadogo wakiwemo mamalishe na babalishe, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuwezesha kukuza mitaji na kuimarisha shughuli zao za kiuchumi. Fatma Ali Mohamed ni mamalishe hapa Zanzibar. Amesema alipoanza kupika kwa kutumia gesi, kipato chake kiliongezeka kutokana na kwamba wateja wake wanapata chakula kwa wakati. Ninapotumia gesi kwa chakula changu mimi ama katika biashara zangu mimi, zinanisaidia kwa haraka sana kwa sababu chakula kinakuwa kiko moto na wanafurahi mazingira yangu ambayo nipo. Hayaonyeshi makuni wala hayaonyeshi harakati za mzunguko wa uchafu wa mazingira. Barani Afrika, matumizi ya nishati chafu ya kupikia bado ni changamoto kubwa, ikichangia uharibifu wa mazingira na athari za kiafya. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa, mamilioni ya Waafrika bado wanatumia kuni na mkaa, hali inayochochea kasi ya mabadiliko ya tabia nchi na magonjwa ya mfumo wa hewa. Kadri mataifa ya Afrika yanavyozidi kuwekeza katika nishati safi, matumaini yanaongezeka kuwa bara la Afrika linaweza kupiga hatua kubwa katika maendeleo endelevu, likiwa na viongozi kama Rais Samia Suluhu Hassan wanaoongoza mwelekeo huo. Amrat Haji, Idhaa ya Kiswahili ya Auba kutoka Zanzibar. Naam, kutoka Tanzania tunavuka hadi kaskazini mwa Afrika, wakati vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan vikiingia mwaka wa 4 bila dalili ya kukoma. Misri imeongeza sauti yake katika juhudi za kulinda umoja wa taifa hilo. Misri inaonya kuwa mgawanyiko wowote unaweza kuyumbisha ukanda mzima wa pembe ya Afrika. Nyamguma Mahmud ameliangazia hili kwa kina. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amesisitiza msimamo mkali wa Cairo kuwa uhifadhi wa umoja wa mipaka ya Sudan ni swala la usalama wa taifa kwa Misri. Kauli hiyo imetolewa jijini Cairo wakati wa mazungumzo yake na rais wa Finland Alexander Stubb
yaliyolenga kwa kiasi kikubwa mwelekeo wa migogoro ya kimataifa na athari zake kwa utulivu wa kikanda. Sudan imekumbwa na vita vya ndani tangu mwaka 2023, hali iliyosababisha maelfu ya vifo na mamilioni ya watu kuyahama makazi yao. Mgogoro huo umeongeza presha kwa nchi jirani ikiwemo Misri, ambayo imepokea wakimbizi na kukabiliwa na changamoto za kiusalama na kiuchumi. Hata hivyo, athari kadhaa zinatarajiwa kuonekana endapo mgogoro huu utaendelea kwa kipindi kirefu. Sudani ni nchi ambayo ina utajiri mkubwa sana kwa maana ya rasilimali, lakini kuweza kufikia kiwango cha uchumi ambacho ingeweza kufikia inakuwa ngumu kutokana na hali ya usalama nchini humo kuzorota kwa muda mrefu, hivyo nchi hiyo kushindwa kupiga hatua za kimaendeleo. Katika mkutano huo, El-Sisi ameonya vikali dhidi ya juhudi zozote za kuigawa Sudan au kuanzisha mamlaka sambamba, akisisitiza kuwa hali hiyo ni msitari mwekundu kwa usalama wa wananchi wa Misri. Kauli hii inaonyesha hofu ya Cairo kuwa kusambaratika kwa Sudan kunaweza kufungua mlango wa makundi yenye silaha, biashara haramu na kuyumba kwa usalama katika eneo zima la bwawa la Mto Naili. Lakini hoja muhimu ni kwamba, je, Misri inaweza kuchukua hatua gani za vitendo kuhakikisha Sudan inabaki na umoja wake? Hali ya usalama ya Sudan inaathiri moja kwa moja hali ya usalama wa chakula na uhai wa Misri. Ndio maana Misri imewekeza kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba Sudan inakuwa na amani, ikiwemo kuwapa fedha kwa ajili ya maendeleo, kuwafanyia mafunzo mbalimbali maafisa wa Sudan na kushirikiana nao kwenye miradi mingi, ili kuhakikisha tu kwamba usalama wa Misri ambao unategemea Nile ambacho kipande chake kinapita Sudan akiathiriwi. Ingawa mazungumzo hayo yaligusia mvutano wa Mashariki ya Kati ikiwemo Iran pamoja na Gaza, suala hilo limechukua nafasi ndogo ikilinganishwa na uzito wa mgogoro wa Sudan kwa Misri. Hata hivyo, migogoro hii kwa pamoja inaendelea kuathiri mfumo wa dunia na kuongeza shinikizo kwa nchi zinazoendelea ikiwemo za Afrika. Nyamguma Mahmud, Auba Swahili. Na tukiachana sasa na masuala ya siasa na uchumi, tuangazie ulimwengu wa soka. Mataifa waandaaji wa michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2027 kwa maana ya Tanzania, Kenya na Uganda imesema yako tayari kuelekea ukaguzi wa CAF mwezi Agosti. Licha marekebisho madogo yanayoendelea, ari ni kubwa kuhakikisha miundombinu inakamilika kwa wakati. Isaac Mumena ametuandalia ripoti hiyo. Katibu mkuu wa shirikisho la soka barani Afrika, Samson Adam, ndiye amefungua rasmi warsha hiyo ya siku 2 mjini Kampala. Katika hotuba yake ya ufunguzi, amesisitiza mataifa waandalizi Kenya, Tanzania na Uganda kushirikiana kufanya mashindano hayo kuwa bora zaidi na kushinda mataifa mengine yaliyoandaa. Pia amewahimiza kukamilisha vitu ambavyo havijakamilika, kama anavyoelezea Nicholas Msonya kutoka kamati ya maandalizi nchini Kenya. Tuna viwanja ambao tunatengeneza sasa hivi hazijaisha mzuri sana. So kwa hivyo hiyo matatizo ya viwanja kuisha inatusumbua kichwa kidogo. Na upande wa finances pia paka tutengeneze budget mzuri kama and fund. Na hiyo ndio matatizo ambayo iko pia kwa Tanzania na Uganda. So matatizo ya Uganda, Kenya na Tanzania ni the same. Kwanza upande wa infrastructure, lazima infrastructure yote iwe tayari mwisho wa mwaka huu. Iwe tayari. Miezi 6 ambayo inafuata ni rehearsal tu. Naye rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania, ambaye pia ni mwenyekiti wa Sekafa, Wallace Karia, alikuwa na haya ya kusema. Ushauri uliotolewa, maelekezo yaliyotolewa tunayafuata kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Mwezi Agosti kutakuwa na inspection nyingine, angalau tuwe kwenye asilimia zaidi ya 80, lakini pia mwezi wa 12 tunataka Disemba 2026 kila kitu kiwe sawa, ibakie sisi kufanya tournament za majaribio. Kwanza nalichukulia kwamba ni changamoto kubwa kwa sababu mashindano yaliyoisha ya AFCON Morocco yalikuwa ni ya kiwango cha juu. Kama nilivyozungumza, ni mashindano ambayo yatafanyika katika kipindi ambacho kina hali za hewa tofauti, lakini pia ni kipindi ambacho watakao kuja kwa ajili ya mashindano haya watapata burudani ya mpira, lakini pia baada ya mpira kutakuwa na maisha mengine ya kuidiscover East Africa. Rais wa shirikisho la soka nchini Kenya, Hussein Mohamed, amesema hakuna shaka mataifa yao yataandaa michuano ya AFCON mwaka 2027. Ile tunaita doubts yoyote ya kwamba nchi hizi zote tatu zitakuwa tayari. Nina uhakika
ya kwamba serikali zetu zote zimeonesha idara na zimeonesha ya kwamba zitatia bidii zaidi tuwe na zile viwanja vyote kwa muda ambao unaofaa. Kwa hivyo mimi nina imani na nimeona katika zile ishara ambazo zimeangaziwa na serikali zetu zote, na kama rais wa shirikisho la kandanda naweza kuwatangazia wananchi wote wa hizi nchi tatu ya kwamba hivi viwanja vitakuwa tayari. Warsha hiyo ya mataifa waandalizi ya AFCON 2027 inatarajiwa kumalizika hapo kesho mjini Kampala. Mimi ni Isaac Amena wa idhaa ya Kiswahili ya Auba Radio. Asante Isaac, na sasa tunarejea katika ripoti zetu tukielekea nchini Kenya. Tajriba ya maafisa usalama wa Kenya katika mataifa yenye migogoro ikiwemo Haiti imeendelea kuonekana kuwa na tija. Mwanadiplomasia Martin Andati anasema uwezo wa polisi hao umewafanya wenyeji wa Haiti kutamani wasiondoke. Dennis Wanyonyi amefanya mahojiano maalum na mwanadiplomasia huyo. Kundi la 4 la maafisa wa polisi wa Kenya waliokuwa nchini Haiti kudumisha amani nchini humo chini ya mpango wa Multinational Security Support MSS limewasili nchini Kenya siku ya Jumanne. Maafisa hao 150 waliwasili nchini wakiwa wameabiri ndege ya KQ wakiwa wameandamana na naibu inspekta jenerali wa polisi wa utawala Gilbert Masengeli. Hii ikiwa ni katika jitihada za Kenya kuanza kuondoa nchini Haiti maafisa wake ambao walikuwa na jukumu la kuleta usalama nchini humo tangu mwaka 2024. Kenya iliwatuma zaidi ya maafisa wa polisi 980 nchini Haiti kudumisha amani baada ya Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa kuidhinisha mpango huo. Punde tu baada ya kutua katika anga tu ya JKIA, polisi hawa walilakiwa na maafisa wakuu wa polisi wa usalama nchini Kenya, akiwemo inspekta mkuu jenerali wa polisi Douglas Kanja, mshauri wa masuala ya usalama katika afisi ya Rais Joseph Boynet, pamoja na naibu inspekta jenerali wa polisi wa kitengo cha polisi wa kawaida Eliud Lagat. Kabla ya kuondoka nchini Haiti, wenyeji wa taifa hilo waliandaa maandamano makubwa katika baadhi ya miji mikuu na kupinga hatua ya Kenya kuondoa maafisa wake. Hili likiashiria hatua na kazi nzuri ambayo maafisa wa Kenya walitekeleza kwenye taifa hilo. Kundi la 5 na la mwisho la maafisa hao linatarajiwa kuwasili nchini Kenya mwishoni mwa mwezi huu wa Aprili. Lakini je, vurugu na maandamano ya wenyeji wa Haiti ya kutaka maafisa hao kusalia nchini humo na kuendeleza jitihada za kudumisha amani zinaashiria nini? Martin Andati ni mchambuzi na mwanadiplomasia kutoka nchini Kenya. Inaonyesha Wakenya walikuwa wamefanya kazi nzuri. Unajua Kenya ina historia hata huko Sierra Leone, Bosnia na kwingineko ambako Wakenya wamehudumu na wakafanya kazi nzuri. Kwa hivyo inaonyesha kwamba Kenya ina historia nzuri katika hizo kazi za kuweka amani katika nchi ambazo ziko na shida, na inaonyesha kwamba Umoja wa Mataifa na Marekani wangejaribu kuhakikisha kwamba wanaendelea kudhibiti amani huko, ingekuwa bora zaidi kwa hiyo nchi. Kuwasili kwa kundi hili kunajiri tu baada ya makundi mengine mawili kuwasili kati ya mwezi wa Disemba mwaka 2025 na Machi mwaka huu mwaka 2026 baada ya kukamilisha shughuli hiyo ya miezi 18. Dennis Wanyonyi, AU Radio, Nairobi. Asante Dennis. Tukielekea nchini Sudan Kusini, serikali imetangaza rasmi kuwa hakutakuwa na kuahirishwa kwa uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Disemba mwaka huu. Huu utakuwa ni uchaguzi wa kwanza tangu nchi hiyo ijihakikishie uhuru wake mwaka 2011. Swali linalosalia ni je, hali ya usalama itaruhusu zoezi hilo kufanikiwa? Nesta Masangula ana ripoti ifuatayo. Serikali ya Sudani Kusini sasa tayari kufanya maandalizi ili kuingia katika kipindi kigumu cha uchaguzi ulioahirishwa zaidi ya mara 3 kwa sababu za kiusalama. Waziri wa habari wa Sudani Kusini Aten Wek Aten amesema kuwa safari hii uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Disemba mwaka huu hautaahirishwa wala kuongezewa muda. Waziri huyo amethibitisha uwepo wa hali tulivu kwa maeneo mengi, huku akidai kuwa migogoro iliyokuwepo Sudani kwa takriban miaka 5 imepelekea watu wengi kuhama makazi yao. Mwaka 2011 Sudani Kusini ilijitenga na Sudani na kujiita taifa huru, ambapo ikapanga kufanya uchaguzi wake mwaka 2022. Mwaka 2018 yalifanyika makubaliano ya amani yaliyomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe
na uchaguzi ukapangwa bila mafanikio kutokana na hali ya kiusalama kuzorota tena kwa mara nyingine. Uchaguzi huo ulipelekwa mbele mpaka 2024 bila mafanikio, na mwaka 2025 tangazo rasmi likatolewa juu ya kufanyika kwa uchaguzi huo mwaka 2026. Itakumbukwa wakati bado hali ikiwa si shwari, makamu wa rais wa kwanza Riek Machar alikamatwa na kutiwa kizuizini, jambo ambalo lilirudisha hali kuwa tata hasa katika siasa. Sudan imejipanga kuingia katika uchaguzi ambao umekuwa ukiahirishwa mara kwa mara kwa sababu mbalimbali. Je, safari hii kuna mwanga katika kufanyika kwa uchaguzi huo? Hili ni swali nililomuuliza mchambuzi wa masuala ya kisiasa barani Afrika kutokea nchini Tanzania, Leonard Johnson, na ameanza kwa kutujibia hilo. Kuna dalili chanya kidogo kama maandalizi kuanza upya, lakini na shinikizo la kimataifa. Lakini pia bado kuna hatari kubwa kutokana na migogoro ya kisiasa na usalama usio imara, kwa sababu hapa inakuwa tayari imeonyesha baadhi ya mapungufu, na mapungufu hayo hayatokani ndani ya chama kimoja. Mapungufu hayo yanatokana na shinikizo pia la kisiasa kwa maana ya vyama vya upinzani. Kwa hiyo inaweza ikaleta pia mtafaruki, kwa sababu kwanza kukubali makosa kunaweza kukaleta taswira mbili tofauti. Uchaguzi huo unaweza kuwa suluhu na kusababisha hali tulivu ya muda mrefu labda. Unaweza kusaidia, lakini si suluhu ya kudumu peke yake, kwa sababu utulivu wa muda mrefu unahitaji maridhiano ya kisiasa, taasisi imara na usalama wa kudumu. Kukamatwa kwa Riek Machar hakuwezi kuwa na madhara katika mchakato huu na maandalizi ya uchaguzi kutokana na ushawishi wake au wafuasi wake walio upande wake. Ndiyo, wafuasi wake wanaweza kuleta mvutano au kususia pia uchaguzi, jambo linaloweza kuathiri uhalali na amani ya mchakato mzima. Sudani Kusini inapaswa kujifunza kitu gani? Jambo la kwanza, ijifunze kujenga tume huru ya uchaguzi, lakini pia kuhakikisha usalama kabla na baada ya uchaguzi, haki sawa kwa wananchi wote au raia wote. Pili, kupiga vita rushwa na kusimamia haki na misingi ya sheria. Mimi ni Nesta Masangula nikiripotia Auba Swahili. Tunahitimisha uchambuzi wa ripoti zetu kwa kurejea tena nchini Tanzania, ambapo chama kikuu cha upinzani Chadema kimesisitiza kuwa kitakuwa tayari kwa mazungumzo ya maridhiano ikiwa tu serikali itakubaliana na mambo ya msingi ikiwemo tume huru ya uchaguzi na katiba mpya. Tito Isaya na taarifa zaidi. Heche amesema chama hicho hakiko tayari kutumiwa katika kufanya ulaghai na uongo, na kwamba ikiwa serikali ya Chama cha Mapinduzi haitakubali masuala ambayo Chadema inayapa kipaumbele, basi chama hicho hakitashiriki mazungumzo yoyote ya kutafuta maridhiano. Na sisi hatuko tayari tumiwa kwenda kufanya uraghai. Hilo ndio tulilolisema. Hatutaki uongo, majadiliano ya uongo ya kupiga picha, majadiliano ya uraghai, mambo yasiyokuwa na kweli, mambo yasiyowezesha nchi hii kupata katiba mpya, kupata tume huru ya uchaguzi na kuibua ukweli wa kipi hasa kilichojitokeza. Nani aliyeua, na hao watu wako wapi? Familia zao zinafidiwa vipi? Watu waliokamatwa waachiwe. Madai ya Heche yanaungwa mkono na Richard Feruz, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Mwanza nchini Tanzania. Chadema unaweza kusema kabisa yanataka na athari chanya kwa taifa, kwa sababu Chadema wamekuwa na msimamo wa moja kwa moja usioyumba kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi kuhusiana na kwanza walisusia kushiriki uchaguzi kutokana tu na hayo masuala ya tume huru ya uchaguzi ambayo wameadai mpaka leo, hayo mambo ya kuhusiana na katiba mpya ambayo wameadai mpaka leo. Feruzi anakiri kwamba kwa sasa ni ngumu kwa serikali na chama tawala kuketi meza moja na Chadema kukubaliana katika mambo ambayo Chadema inayataka ili kuelekea katika maridhiano. Itakuwa ni ngumu kwa sababu wao wanachokiamini wamesimamia msimamo wao, na Chadema pia wamesimamia msimamo wao, na wao wanaona kuzungumza wazi kusema tume labda ina changamoto, labda katiba mpya ni kama kuhatarisha pia nafasi zao kwenye chama chao. Wakati mwingine wako ambao wanafahamu ukweli, lakini kuzungumza ni kama kujitilia sumu wewe mwenyewe. Hata hivyo, Feruzi anaongeza kuwa njia pekee ya kulitoa taifa katika mkwamo huo ni kila upande kuweka mbele maslahi ya taifa na Watanzania badala ya kutanguliza maslahi ya vyama vyao. Ili
kuwaleta kwenye meza ya pamoja ya mazungumzo, kwanza ni lazima kila mtu aiangalie Tanzania kabla ya kuangalia chama chake, na kila mtu aiangalie wananchi wa Tanzania kabla ya kuangalia misingi ya chama chake. Tito Isaya, Idhaa ya Kiswahili ya Auba. Naam, shukran sana Tito Isaya. Tukiachana na uzito wa ripoti za siasa, uchumi na masuala ya kijamii, sasa ni wakati wa kupumua kidogo na kuhamia kwenye ulimwengu wa kasi, ushindani na burudani, ulimwengu wa michezo. Huko ndiko vipaji vinaangaza, rekodi zinawekwa na hisia za mashabiki zinapata nafasi ya kuzungumza. Nimkaribishe sasa mwanamichezo Ali Choholo ili atupitishe katika yaliyojiri viwanjani na nje ya viwanja jioni ya leo. Karibu sana. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello dishing that ball deep down to Mpande. Mpande in possession. Brings it back to Joel Sorin-George. Joel Sorin-George up on the run to the left-hand side of play. Back to Alan Okello. He's looking for Jude Samugabi in space. Jude Samugabi looking for the one chance. And yes! It's a goal! Asante sana na karibu katika wakati wa michezo kuweza kufahamu mengi ambayo yapo, na tuanzie kule visiwani Zanzibar katika fainali za kombe la muungano ambazo zimeanza kutimua vumbi jana katika uwanja wa Amani Complex pale Zanzibar, wapo tulishuhudia mchezo kati ya Mwembe Makumbi dhidi ya Dar es Salaam Young Africa, mchezo ambao ulimalizika kwa Yanga kuweza kuibuka na ushindi wa bao 4-0. Mabao ya Yanga yalifungwa na Prince Dube, lakini Frank Yasinki pia akifunga bao katika mchezo huo, Shani Rashid akifunga bao la 3, wakati Prince Dube akifunga bao lake la 2 na la 4 katika ushindi huo, mabao 4-0 dhidi ya Mwembe Makumbi. Matokeo hayo sasa moja kwa moja wamepeleka Yanga katika hatua ya nusu fainali, ambapo leo wanasubiria mshindi kati ya mchezo wa KVZ dhidi ya Azam FC unaoendelea muda huu. Mshindi katika mchezo huu atakutana na Yanga katika hatua ya nusu fainali ya michuano hiyo ya kombe la muungano ambayo inaendelea kule visiwani Zanzibar. Tukiendelea kusalia katika michuano hii ya kombe la muungano ambayo inaendelea kule visiwani Zanzibar, tayari kikosi cha Simba kimeshawasili visiwani humo kwa ajili ya mashindano haya ya kombe la muungano ambayo inaendelea kutimua vumbi. Simba inatarajiwa kucheza mchezo wake wa kwanza kwenye mashindano siku ya kesho dhidi ya Mafunzo FC, mchezo ambao utaanza majira saa 2 na dakika 15 kwa saa za Afrika Mashariki katika uwanja wa New Amani Complex hapo Zanzibar. Tuachane na fainali za kombe la Mapinduzi, tuangalie katika michezo kwinginepo, na moja kwa moja tuelekee kule jijini Kigali nchini Rwanda, na huko kuangalia michuano ya volleyball ambapo mashindano ya klabu bingwa barani Afrika kwa wanaume yanaanza rasmi katika jiji la Kigali kuanzia leo Jumatano tarehe 22 hadi Mei 3 mwaka 2026. Ligi ya mabingwa inazishirikisha timu 24 katika mashindano haya, kama anavyoripoti mwenzangu Christopher Karenzi aliyeko jijini Kigali nchini Rwanda. Mabingwa wa Rwanda APR Volleyball Club wanakutana na Black Rhinos Volleyball Club kutoka Zimbabwe katika mechi ya ufunguzi wa mashindano ya klabu bingwa wanaume Afrika 2026. Mchezo huo umepangwa kufanyika hivi punde saa 1 jioni mara baada ya sherehe rasmi za ufunguzi katika ukumbi wa BK Arena jijini Kigali. Rais wa shirikisho la mchezo wa volleyball nchini Rwanda FRVB, Ngarambe Rafael, ameahidi kuwa washiriki watashuhudia mpira wa wavu wa kiwango cha juu. Ni fahari kuandaa mashindano ya mwaka huu ambayo yatatoa timu zitakazoshiriki kombe la dunia la ligi. Tuko tayari kutoa mashindano ya kiwango cha kimataifa kwa timu, wachezaji na mashabiki watakaoshiriki. Hayo ameyazungumza jana katika mkutano na waandishi wa habari mjini Kigali. Ngarambe amehakikisha kuwa timu 4 zinazowakilisha Rwanda ambazo ni APR, Police, Kepler na REG zitafanya vizuri katika mashindano hayo. Makamu wa rais wa CFB Louis Rwakiranya amesema kuwa huu ni wakati wa dunia nzima kuona kiwango cha juu cha uandaji wa mpira wa wavu katika Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara. Tupo hapa kufuatilia mpango mkakati wa shirikisho la mpira wa wavu ili kuonesha jinsi mchezo wa mpira wa wavu ulivyo na unavyochezwa kwa sasa katika nchi za Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara. Aidha, Rwakiranya amesema timu kutoka Burundi iko hapa. Hii imewezekana kwa ushirikiano na Rwanda kuonyesha watu kuwa michezo haina mipaka. Timu ya Rukinzo Volleyball Club
ndiyo inayowakilisha Burundi jijini Kigali, huku Tanzania ikiwa na timu moja na Uganda ikiwa na timu 3. Kone Sanga anayewakilisha shirikisho la mchezo wa volleyball duniani, anahusika pia na masuala ya kiufundi katika mashindano hayo, ameshukuru serikali ya Rwanda kwa mapokezi mazuri na kwa timu zilizowasili Kigali. Kwa jumla ya timu 24 kutoka nchi 15 ndizo zinashiriki mashindano hayo, huku zingine 6 zinazotarajiwa kushiriki zikikumbwa na changamoto mbalimbali. Christopher Karenzi, Auba Radio, Kigali. Turejee tena katika mchezo wa soka tukiangazia warsha ya mataifa waandaaji wa michuano ya kombe la mataifa bingwa Afrika AFCON 2027 imeanza leo jijini Kampala kwa mataifa wanachama, huku mataifa ambayo ni waandaaji wa michuano hiyo wakisema wapo tayari kukamilisha changamoto ambazo bado hazijakamilika. Nicholas Musonya kutoka nchini Kenya, ambaye yupo kwenye kamati ya maadili ya Kenya, anazungumza na mwanamichezo wetu wa Kampala na kuanza kusimulia umuhimu wa warsha hiyo. Hii mkutano ya CAF Uganda kuhusu ile mashindano ya CHAN tulifanya mwaka jana, tunafanya ile what we call review. Alafu pia tunapanga mipango ya AFCON ambayo tunaandaa mwaka ujao. Kwa hivyo hiyo ni review ya mwaka jana na ile plans ambazo tuko nazo za AFCON ambazo tunakuja June mwaka wa 2027. Leo tumezungumzia mambo ya usalama, mambo ya media, tumezungumzia mambo ya marketing, commercial, tumezungumzia mambo ya finance, alafu tumezungumzia mambo ya infrastructure. Ndio imechukua muda mrefu, sababu hii region kwa miaka mingi hatukuwa na viwanja, hatukuwa na viwanja mazoezi, hatukuwa na stadium. Kwa hivyo CAF imeinsist tuwe na infrastructure ya kutosha, ndio hii mashindano iwe ya kudhibiti, ndio watu wafurahie kucheza katika kanda letu. Kwa hivyo na mpaka sasa maandalizi yenu katika mataifa haya matatu, tumesikia Uganda ina matatizo, Kenya ina matatizo, Tanzania ina matatizo. Kila nchi ina matatizo, hasa kwa upande wa infrastructure na fundraising. Kila nchi ina matatizo. Sisi kama Kenya, nisumuze kama Kenya, tuna viwanja ambao tunatengeneza sasa hivi hazijaisha mzuri sana. So kwa hivyo hiyo matatizo ya viwanja kuisha inatusumbua kichwa kidogo, na upande wa finances pia mpaka tutengeneze budget mzuri kama and fund. Na hiyo ndio matatizo ambayo iko pia kwa Tanzania na Uganda. So matatizo ya Uganda, Kenya na Tanzania ni the same. CAF inakuja kufanya ukaguzi. Imewapa mpaka lini mmemaliza matatizo, changamoto ambazo bado hazijamalizika? Kwanza upande wa infrastructure, lazima infrastructure yote iwe tayari mwisho wa mwaka huu, iwe tayari. Miezi 6 ambayo inafuata ni rehearsal tu. Ondoke barani Afrika, tuangalie katika ligi kuu ya pale nchini Uingereza EPL, ambayo iliendelea usiku wa kuamkia leo kwa mchezo kati ya Birmingham City wakiwa nyumbani wakiwakaribisha Chelsea, mchezo ambao ulimalizika kwa Chelsea kukubali kipigo cha bao 3-0. Matokeo haya sasa yameanza au yamekoleza moto, na huenda lolote linaweza kutokea wakati ambao tunazungumza, kwamba huenda Chelsea kavunja benchi lake la ufundi kwa kumuondoa meneja wa klabu hiyo kwa sasa kutokana na matokeo ya kutoridhisha ambayo yameendelea kuiandama klabu hiyo. Kumbuka sasa meneja wa sasa wa klabu ya Chelsea, Liam Lozenior, ndiye ambaye anatazamwa kwamba akawa ndio tatizo ndani ya klabu hiyo ya Chelsea kwa sasa. Kumbuka kwamba hiki ni kipigo cha pili mfululizo ambacho anakipata mara baada kutoka kwa Manchester United, lakini wiki hii pia usiku wa kuamkia leo kipigo kutoka kwa Birmingham, matokeo ambayo yanaifanya Chelsea kuendelea kuwa katika hali mbaya. Sasa mashabiki na wadau wa soka wanasema lolote linaweza kutokea ndani ya benchi la ufundi katika viunga vya Stamford Bridge, kwamba huenda wakaachana na Liam wakati wote kutokea sasa. Mimi nikushukuru sana kwa kuendelea kusikiliza Auba Radio. Hadi wakati mwingine tena, mimi ni Ali Choholo. Asante na kwaheri kwa sasa. Shukrani nyingi kwa Ali Choholo kwa kutuletea taswira kamili ya yaliyojiri kwenye michezo. Msikilizaji, kabla tujafunga pazia la matangazo yetu jioni hii, hebu tukukumbushe kwa ufupi baadhi ya ripoti zetu kuu tulizokuandalia leo. Unapotumia gesi kwa chakula changu mimi ama katika biashara zangu mimi, zinasaidia kwa haraka sana, kwa sababu chakula kinakuwa kiko moto na wanafurahi mazingira yangu ambayo nipo. Hayaonyeshi makuni wala hayaonyeshi harakati za mzunguko wa uchafu wa mazingira. Nchini Tanzania, ajenda ya Rais Samia nishati safi ya kupikia geuka kuwa faraja na mkombozi kwa mamilioni ya wanawake barani Afrika.
hali ya usalama ya Sudan inaathiri moja kwa moja hali ya usalama wa chakula na uhai wa Misri. Ndio maana Misri imewekeza kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba Sudan inakuwa na amani. Nchini Sudan, vita vya wenyewe kwa wenyewe vikiingia mwaka wa 4, Misri yaonya dhidi ya hatari ya Sudani kugawanyika vipande viwili. Ile tunaita doubt yoyote ya kwamba nchi hizi zote tatu zitakuwa tayari. Nina uhakika ya kwamba serikali zetu zote zimeonesha idara na zimeonesha ya kwamba zitatia bidii zaidi tuwe na zile viwanja vyote. Na maandalizi ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika yashika kasi, wenyeji wakisema wako tayari kwa ukaguzi wa CAF. Na sasa ndio tumefikia tamati ya matangazo yetu jioni hii ya leo. Kwa niaba ya timu nzima ya Auba Swahili, mimi ni Vumilia Kondo. Tunakushukuru kwa kuchagua kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Usikose kuendelea kutufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya Auba Swahili pamoja na kurasa zetu za Instagram na Facebook ili kupata habari, uchambuzi na maudhui ya kipekee zaidi. Asante kwa kuwa nasi, usiku mwema na alamsiki.